tuwe makini katika kupokea mambo na katika kuelewa kinachozungumzwa kabla huja kitolea tafsiri. Tutumie hikima zetu zaidi na busara zaidi katika mambo, tutafanikiwa. Ukiacha busara, ukaacha kuwa na hikma, hatutaweza kufanikiwa. Wanazuoni walikuwa wanafasiri neno al-hikma nini, kama mwanachuoni mmoja anaitwa tunamuita al-Jamal, yeye amesema al-hikma hiya al-isabatu fi al-qawli wal-amal. Hikma ni kupatia mtu katika maneno yake na katika vitendo vyake. Hikma ni kupatia mtu katika maneno yake na katika vitendo vyake. Akipatia mtu katika maneno yake, akapatia katika vitendo vyake, anaambiwa huyo amezungumza hikma na yeye ni mtu wa hikma. Na hikma siku zote haiharibiki wala haianguki. Idha mal hakimu madha fi durubi tabaddada laylun wa sada as-sawabu wa bil ra'yi tuftahu abwabu khairin wa tudra'u bil hilmi sharru al-'adhab. Mmoja msemaji mmoja, mshairi mmoja anasema, hakimu au mtu mwenye hikima akipita mahala fulani katika njia, usiku unachanguka na usawa unatawala. Yani mambo yale ya ovyo ovyo yote yanaondoka hikima inapokuwa imetumika, na usawa na kupatia unakuwa kumetawala mahala hapo. Kwa sababu gani? Kwa sababu imetumika hikima. Kwa hikima na busara milango ya kheri inafunguliwa, na kwa hikima na busara hata mambo ambayo yanaweza kuwatia watu katika maangamivu pia yanaondoka. Amezungumza sana kipindi hiki ni kipindi cha fitna, kipindi cha watu kuwa wanafiki, watu kujipendekeza kwa maneno ambayo kwamba sio ya kweli, ni maneno yao wenyewe tu wameyazua katika vichwa vyao. Watu hawa na wabashiria wangojee adhabu ya moto, kwa sababu Mwenyezi Mungu hawavumilii watu waongo, hawavumilii watu wenye fitna, hawavumilii watu wabaya wenye kuwachonganisha wenzao. Al-fitnatu ashaddu min al-qatl. Fitna ni mbaya kuliko kuua. Imezungumzwa mara mbili kwa nguvu sana katika Qur'an. Mara ya kwanza Mungu amesema ashaddu min al-qatl, mara ya pili Mwenyezi Mungu amesema al-fitnatu akbaru min al-qatl. Fitna ni kubwa zaidi kuliko kuua. Kwa hiyo hizi ni zama tulizonazo kuendea uchaguzi mkuu. Fitna nyingi, unafiki mwingi, maneno mengi, kujipendekeza kwingi, kuzuazua mambo kwingi, watu kutokumwogopa Mungu. Kwa sababu ukifanya fitna, ukaleta na unafiki, ukaleta na mambo ya uzushi, hali ya kuwa yoyote unayofanya ni ya uongo mtupu, wewe umuogopi Mungu? Umuogopi Mungu? Hata katika somo Mtume amesema khamsun yufatiruna as-sa'im, mambo matano yanamfunguza aliyefunga, kwa maana ya kwamba thawabu zake zinaondoka. Hana dhambi ya kutokufunga, lakini hana thawabu za somo yake. Akasema al-kadhib, uongo umo, uongo umo, usongalishi umo, an-namima imo, kuteta kumo. Mtume wa sallam anaeleza mambo hayo mabaya, kuteta, kusongalisha watu, fitna, unafiki na nini, ni vitu vinakufanya wewe unakuwa huna thawabu, huna dhambi tu ya kuulizwa siku ya kiyama, mbona hukufunga Ramadhani? Huulizwi, umefunga kweli. Lakini wenzako wanalipwa thawabu kutokana na funga zao, wewe huna. Ukiuliza kwa sababu gani? Si ule unafiki ule usema baba, si ule uongo ule uko umeusema, ule si ndio umekula yale mema yako yote. Na hasadi, kuhusudiana, mtu mwingine kumhusudi mtu mwenzake, kutaka nafasi ya mkuu wa mkoa unaitaka wewe, kapewa na Mungu, wewe mpaka umemwona amekaa pale, ni Mungu yule. Nataka muogope Mungu, usilete fitina zako. Nataka nafasi ya mkuu wa wilaya, kaweko na Mungu, kaweko na Mungu. Mwanafunzi anaponyanyuka na kuwa ni kielelezo cha taifa, anaibeba pia imani iliyomfunza na iliyomkuza, inakuwa ni kielelezo kizuri kwamba alipata darasa lenye msaada, lenye mwanga na linaloweza kuwa na tija kwa Watanzania wote. Kwa hiyo Mufti, tunapokuwa kwa pamoja katika sadaka hizi, tunataka kina mama hawa washiriki katika kuomba, washiriki katika dua, lakini washiriki katika kuhakikisha taifa letu linaendelea kuwa na amani, na hasa nyakati hizi za kuelekea katika chaguzi. Mivurugano huwa ni mingi sana na uongo huwa ni mwingi sana. Anaweza kaja tu hapa mtu akasema Mufti sio yule Mufti, anampinga sana Mheshimiwa Rais. Yule Mufti ameandaa kabisa. Mufti alienda mpaka Tanga kule juzi.
Sasa unajiuliza, Tanga mufti anaendaje? Si kwao, si ndio jamani? Sasa mtu mwingine mufti anakwenda nyumbani, mtu mwingine alichukua neno Tanga, anadhani kwamba anakwenda kufanya mambo tofauti ambayo hayapo katika taifa letu. Sasa hiki ni kipindi cha mifaragano, ni kipindi cha watu kuongea mambo, na ndio maana nasema tuendelee kuliweka taifa letu katika mikono ya mtume wetu, ili mambo yote yaweze kwenda kama vile Mungu anavyoyataka. Tukifanya namna hiyo, wallahu akbar, tukifanya namna hiyo, tutakuwa tumefika hatua ambayo ni nzuri sana. Kwa hiyo mufti na shehe mkuu wa Tanzania, sisi hatuna jingine, lakini zaidi ni kwamba hiki ni chakula ambacho tuliona mama mmoja akishiriki katika sadaka hii, nyuma yake ana watoto, nyuma yake ana ndugu, na nyuma yake ana familia. Kwa watashiriki wengi katika hii sadaka ndogo. Na baada ya hapo, baada ya kumaliza hili, kama nilivyosema, tutakuomba tena wiki hili tushiriki tena katika sadaka hii kwa watu wengine wa kawaida sana ambao wanaweza kuona na kumshukuru Mungu kwa kile ambacho watapata. Pamoja na uongozi wote wa BAKWATA Tanzania, na hasa kwa mtendaji wetu, katibu wa BAKWATA, kwa namna ambavyo anaendelea kuratibu na kuongoza vizuri muhimili huu ambao tunaamini uongozi ndani ya BAKWATA hauna utofauti sana na serikali. Naamini kabisa nako kuna mikiki na kuna mbio nyingi zinazohitaji kifua, na tunaamini kabisa kwamba katibu mkuu wa BAKWATA alipatikana ili kuweza kuwa kiongozi na kiunganishi kati ya waamini wa kawaida pamoja na viongozi ndani ya BAKWATA. Lakini tumia nafasi hii pia kushukuru sana mkuu wa wilaya kwa kutukaribisha, mstahiki meya pamoja na JUAKITA kwa kazi nzuri ambayo umeendelea kuifanya chini ya mama yangu, dada yangu, dada Mariam Tambo. Mheshimiwa Mufti, mimi nisiwe na maelezo mengi. Sisi tuliona mwaka huu tuwaze tofauti. Kwa leo tumekuomba uwe mgeni wetu rasmi hapa, lakini tunaamini ndani ya siku chache zijazo, kati ya Jumatano, Alhamisi mpaka Ijumaa, kabla siku hazijaisha hizi za mwezi mtukufu wa Ramadhani, tutakuomba pia tushiriki na wewe katika futari kwenye maeneo ya kawaida, ili watoto, akina mama na akina baba ambao wamekosa futari waweze kushiriki kufuturu nawe, na hiyo ndio itakuwa maana halisi ya sadaka. Tumefanya hivi Mufti, moja, ili utusaidie kuomba dua kwa taifa letu. Wewe unafahamu kwamba sisi tumeteuliwa tu na Mheshimiwa Rais, si lolote, si chochote. Na mimi Mheshimiwa Mufti, naomba nieleze tu kidogo kwamba namna nilivyokuwa tangu mdogo, sikufunzwa sana kuongea uongo. Mara nyingi watu wanaweza kanichukia sana hata namna ninavyozungumza na watu, lakini kwa sababu ya orientation niliyoipata tangu nikiwa mdogo. Na tukiwaeleza watu ukweli, tunapona na tunaponya Tanzania. Kuna siku moja Mufti, kuna mama moja alikuja ofisini. Miaka 2 imepita. Alipokuja, alikuja na mtoto mlemavu. Akaniambia, mkoa, mimi nimetelekezwa, naomba msaada. Tukatoa msaada kumhudumia yule mtoto, na tukatoa msaada kumhudumia yeye mwenyewe. Na yule mtoto, Mheshimiwa Mufti, sasa hivi tunamsomesha wenyewe kwa pesa zetu. Sio vizuri sana kuyasema haya, lakini kwa sababu sitaji jina, nadhani wala haina tatizo. Lakini wiki 2 zilizopita kaja tena ofisini. Bahati nzuri ni mjamzito, lakini anasema tena nimetelekezwa. Sasa Mheshimiwa Mufti,
simsemi vibaya, lakini hoja yangu ya msingi na ambayo juzi hapa mmenisikia nasema, akina mama mkisimama imara, mkajitambua, mkaomba kwa nia, taifa hili litakwenda vizuri na watoto wa mitaani watapungua kwa 100%. Hoja yangu ya msingi, na hata ambayo nilisema pale Magomeni juzi nikasema, inawezekana hata katika imani ikakuruhusu kuwa na mke zaidi ya mmoja, na wengine huko mtaani unakuta wanakuwa na michepuko. Mwisho, Mheshimiwa Mufti, wanazaliwa watoto. Mtoto anayezaliwa kwa baba ambaye hana utaratibu anakuwa kero kwa jamii anayoikuta. Badala ya mtoto kulala nyumbani, anaanza kutembea nyumba na nyumba kwenda kuomba msaada wa chakula, mtoto mdogo. Badala ya mama kumlea mtoto, anakuwa hawezi kumlea kwa sababu ni kama mtoto amezaliwa pasipo utaratibu. Kwa tukasema, kabla hujafanya jambo lolote, ni vizuri ukatafakari kuhusu hiki kizazi kinachokuja kuzaliwa kinaweza kikasononeka kwa namna gani kisipoukuta upendo wa mzazi. Kwa hiyo ndio ile tunasema, unaweza kujaliwa watoto 10, watoto 15, watoto 20, watoto wawili. Kikubwa sio tu wale kuangalia, kikubwa ni kwamba je, watoto hawa ambao Mungu amekujalia wanaweza kuja kuwa ni matunda sahihi kesho? Na watakuwaje ni matunda sahihi kama hakuna naye wahamrisha kwenda madrasa, kama hakuna naye wahamrisha kwenda Sunday school, kama hakuna naye wahamrisha kusema kuwaheshimu wakubwa na wadogo, kama hakuna naye wakemea madhara ya wizi, madhara ya bangi, madhara ya kitu gani, ili kesho huyu mtu aje awe kiongozi na baraka katika taifa letu. Siku nyingine niliwahi kusema kwamba Mheshimiwa Rais wetu sisi ni Muislamu kwa imani yake. Mimi Albert Chalamila ni Mkristo kwa imani yangu. Angelikuwa ni mdini Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, angeweza hata mimi kuniteua au kutomteua, au angemteua hata Muislamu. Lakini mimi nimekuja ni Mkristo, na mwingine ni Muislamu, na mwingine ni Msabato, na mwingine ni nani. Nikasema, Mheshimiwa Rais, ninyi mkimtazama Mheshimiwa Rais mnafarijika kwa sababu mafunzo na visomo alivyovipitia katika kuanzia shule ndogo za madrasa, anapokuwa hata shehe wa madrasa wa darasa, mwalimu wa darasa, akimtazama anaona furaha na faraja moyoni kwamba kile alichomfundisha ameinuka na kuwa kiongozi wa taifa letu, kuliko angemkuta mtu anavuta bangi, amepotea mwelekeo, hana mwelekeo wowote. Angesononeka kwamba au mimi mwalimu sikuwa na matunda na mawaidha mazuri kwa mwanafunzi wangu. Lakini mwanafunzi anaponyanyuka na kuwa ni kielelezo cha taifa, anaibeba pia imani iliyomfunza na iliyomkuza, inakuwa ni kielelezo kizuri kwamba alipata darasa lenye msaada, lenye mwanga, na linaloweza kuwa na tija kwa Watanzania wote. Kwa hiyo Mufti, tunapokuwa kwa pamoja katika sadaka hizi, tunataka kina mama hawa washiriki katika kuomba, washiriki katika dua, lakini washiriki katika kuhakikisha taifa letu linaendelea kuwa na amani, na hasa nyakati hizi za kuelekea katika chaguzi. Mivurugano huwa ni mingi sana na uongo huwa ni mwingi sana. Anaweza kaja tu hapa mtu akasema, Mufti sio yule Mufti, anampinga sana Mheshimiwa Rais. Yule Mufti ameandaa kabisa. Mufti alienda mpaka Tanga kule juzi. Sasa unajiuliza, Tanga Mufti anaendaje? Si kwao, si ndio jamani? Sasa mtu mwingine Mufti anakwenda nyumbani, mtu mwingine alichukua neno Tanga, anadhani kwamba anakwenda kufanya mambo tofauti ambayo hayapo katika taifa letu. Sasa hiki ni kipindi cha mifaragano, ni kipindi cha watu kuongea mambo, na ndio maana tunasema tuendelee kuliweka taifa letu katika mikono ya mtume wetu, ili mambo yote yaweze kwenda kama vile Mungu anavyoyataka. Tukifanya namna hiyo, wallahu akbar, tukifanya namna hiyo, tutakuwa tumefika hatua ambayo ni nzuri sana. Kwa hiyo Mufti na Shehe Mkuu wa Tanzania, sisi hatuna jingine, lakini zaidi ni kwamba hiki ni chakula ambacho tuliona mama mmoja akishiriki katika sadaka hii, nyuma yake ana watoto, nyuma yake ana ndugu, na nyuma yake ana familia. Kwa
kwa watashiriki wengi katika hii sadaka ndogo. Na baada ya hapo, baada ya kumaliza hili, kama nilivyosema, tutakuomba tena wiki hili tushiriki tena katika sadaka hii kwa watu wengine wa kawaida sana ambao wanaweza kuona na kumshukuru Mungu kwa kile ambacho watapata.